Nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo Mungu ametupa neema ya kujifunza, na leo tunaenda kuangalia jambo litakaloweza kutuongoza, litakaloweza kutusaidia kumjua vizuri Mungu, lakini pia kuenenda katika misingi inayompendeza na kumfurahisha. Na leo tunaenda kuangalia kwamba haya ni mambo ambayo yataweza kumfurahisha Mungu. Haya ni mambo ambayo yataweza kumuinua Mungu. Na haya ni mambo ambayo yataweza kuhakikisha yanampa utukufu Mungu. Lakini mbali na kumpa Mungu utukufu, lakini ni jambo ambalo utalifaidi ukiwa unaenenda katika misingi mizuri. Na kwa sababu tuko kwenye majira ya siku za mwisho na majira ya Bwana Yesu kuja kulichukua kanisa lake, ni lazima tuelewe hili jambo ili tusije tukachanganyikiwa, tukakosa mwelekeo, lakini pia tukakosa kumpendeza Mungu. Kwa hiyo hii ni faida kwa wale ambao wataurithi ufalme wa Mungu. Kusoma kitabu cha Ufunuo 22 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 21, na ninasoma kwa jina la Yesu. Anakuambia, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Hapa ina maana ni malaika walipokuwa wakimfunulia Yohana juu ya ufalme wa mbinguni na siku za mwisho, na nini kitakachoendelea, na ufalme wa Yesu Kristo utakuwaje, na maisha ya wale watu wateule walioenenda katika sheria ya Bwana itakuwaje. Kwa hiyo ndio maana nakuasa usiwe ni muasi, mtu ambaye ataangamia au atakosa mwelekeo. Kwa sababu ukisoma kile kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 8, kimeeleza wazi kwa mateso ambayo watapata wale watu ambao ni waongo, wasioamini, wachukizao, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, waongo wa aina yote. Ina maana watapata madhara. Lakini kwa wale ambao wataweza kuenenda katika misingi ya kumpendeza Mungu, wale ambao wataweza kusimamia jina la Yesu na kutoruhusu kujitenga na Kristo, hii ndio faida watakayoipata. Tumesoma kwenye kitabu cha Ufunuo 22:1, tukasema kwamba kisha akaona mto wa maji ya uzima wenye kung'ara kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo. Lakini pia katikati ya njia kuu yake na upande huu wa ule mto ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni kuyaponya mataifa. Mstari wa 3 maandiko yanasema, wala hapakuwa na laana yoyote. Lakini pia inaonesha kwamba tena na kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia. Mstari wa 4 tunaona, nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hiyo wale ambao wataweza kuurithi ufalme wa mbinguni, kwanza watamuona Bwana Yesu Kristo na Mungu Baba uso kwa uso. Lakini pia juu ya vipaji vya nyuso zao litaandikwa jina ambalo halitosahaulika, jina la Bwana Yesu Kristo, ambalo ni jina jipya. Kwa sababu gani jina jipya? Jina la Yesu Kristo lilikuja duniani kwa ajili ya ukombozi. Kwa hiyo kwa sababu atakuwa ameshamaliza ukombozi na ni mtawala huko mbinguni, na kwenye Yerusalemu mpya kule Yerusalemu, kwa ina maana atakuwa na jina jipya ambalo litaandikwa. Lakini mstari wa 5 maandiko yanasema, wala hapata kuwa na usiku tena, wala hawatakuwa na haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Mstari wa 6 maandiko yanasema, kisha akaniambia maneno haya ni amini na kweli, naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwapa upesi. Mstari wa 7 maandiko yanasema, natazama naja upesi, heri yeye ayashikaye maneno ya unabii
wa kitabu hiki. Ndio maana mwisho anasema yule atakayeyaamini akayafanyia kazi asiyaharibu, ina maana hatopata mapigo. Lakini yule ambaye atayapuuza, atawafundisha watu wengine kinyume na haya maneno ya unabii, ya maana atapata mapigo makubwa siku ya mwisho. Kumbuka haya mafunuo ni kweli na ni amina. Ili ujue ni kweli na amina, jiulize ni wangapi ambao shetani amewasumbua kwa muda mrefu, lakini Bwana Yesu alipoingilia kati, leo ni watu wazima, wenye furaha na hawana maumivu tena. Chukulia mfano, angalia ni wangapi wanapata miujiza ya kimungu. Ni wangapi ambao Mungu amebadili maisha yao. Ni wangapi Mungu ameonekana juu yao na kuzungumza nao uso kwa uso, au wengine kwa kusikia sauti, au wengine kupitia ndoto na maono. Kwa hiyo Mungu yupo, Mungu yu hai, lakini pia na siku za mwisho zipo na zimesha karibia. Lakini pia mtu wa uzima upo, lakini pia na maji ya uzima yapo. Kwa hiyo lazima tujiandae, tutengeneze maisha yetu, tufue nguo zetu, tukubali kumwamini Yesu Kristo, tutembee naye kama alivyotembea na kuikimbia dhambi, huku tukivuta roho ya utakatifu kutuandama kila wakati. Tukiweza kufanya hivyo, tunaweza kushinda na zaidi ya kushinda. Mimi nakuombea rafiki yangu, popote unaposikiliza, usiache kumwamini Bwana Yesu Kristo na kukimbia dhambi, ili maisha yako yawe ya thamani hapa duniani na kisha urithi ufalme wa mbinguni. Nawapenda. In Jesus' mighty name. Shalom.